katika kaunti zile ambazo ni za jamii ya akina wale ambao ni jamii ya Gusii, ni eti kwamba Rais William Ruto ameweka wazi kuwa kama kiongozi wa taifa hili hatakubali kiongozi yeyote yule kutishia uongozi wa taifa hili au kuweza kuwatisha Wakenya. Akiwajibu viongozi wa upinzani kuhusiana na kauli yao hapo jana, Rais amesema hakuna kiongozi atakayetolewa afisini au kutishwa kwamba atatolewa uongozini, akidokeza kuwa Kenya haiwezi kusambaratika kwani taifa hili sio la watu wawili au watatu ila ni ya Wakenya wote. Ni matamshi ambayo yameungwa mkono na naibu rais Profesa Kithure Kindiki. Frederick Wambua anaarifu. If Murkomen and his boys, one of these days, in the year misadventure and juvenile escapades, injure or kill Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Rigathi Gachagua, that will be your last day in State House. And this country will face civil strife. Baada ya viongozi wa upinzani kutishia kuwa taifa la Kenya linaweza kusambaratika iwapo maafisa wa polisi wataweza kumdhuru mmoja kati yao, Rais William Ruto ametoa jawabu kikamilifu akisema kuwa kama kiongozi wa taifa hili hawezi kubali mtu yeyote yule kuwatishia Wakenya, akiwaonya upinzani badala ya Kenya kuisha ndio wao wataisha. Ati wanasema ati Kenya itaisha. Kenya gani itaisha? Itaisha kwa vichwa jenu. Ama namna gani? Tunaelewana? Na mimi siwezi kubali nikiwa kiongozi wa taifa hili la Kenya, nikiwa rais wa Kenya, mimi siwezi kukubali mtu yeyote kutisha Wakenya wengine. Hakuna mtu ambaye ako na ruhusa kutisha Wakenya ati Kenya itaisha, ati sijui nani atatolewa kwa ofisi. Hakuna mtu mtatoa kwa ofisi na hakuna Kenya itaisha, pengine nyinyi ndio mtaisha. Amebaini kuwa taifa la Kenya sio ya watu wawili, watatu au viongozi, bali ni ya Wakenya wote kwa ujumla ambao wana uamuzi wa jinsi itaendelea mbele. Matamshi yaliyopata uzito kutoka kwa naibu wake Profesa Kithure Kindiki. Sasa nyinyi wananchi, kwani Kenya ni ya watu wawili watatu? Kenya si ya viongozi, Kenya ni ya Wakenya wote. Na sisi wote ndio tutaamua vile Kenya itaenda mbele. Nyamira hoye! Tumekubaliana? Saa hii ndio wanatuletea kimbelembele. Ati vile serikali, ati vile Kenya itakuwa wasipopata viti, ati Kenya itasimama. Kenya haitasimama, wao ndio watasimama, wao ndio watahangaika. Hii Kenya itasonga mbele na hakuna mtu ako na nguvu ya kusimamisha Kenya isipokuwa Mwenyezi Mungu. Akipigia debe muungano wa kabila zote nchini, Rais amewakashifu upinzani kwa kuendeleza siasa za chuki na ukabila na pia kujipiga kifua katika maamuzi ya kura zijazo, akisema wananchi ndio wana uwezo kamili wa kufanya uamuzi ipasavyo. Ati kazi yao ni mambo ya ukabila, mambo ya chuki, ati one term, Kasongo, sijui Masugo. Mimi nawaambia hawa watu, sijui kama tunaelewana bwana. Tuko pamoja? Hawa Wakenya ni watu wako na akili. Wanajua ni nani anajua kupanga maendeleo, ni nani wa fitina, ni nani wa sarakasi, ni nani wa ukabila. Nyinyi mnanielewa? Si nyinyi ndio mtaamua? Ama namna gani? Unajua hawa watu wanajigamba na kiburi mingi ati wao ndio wataamua. Wao watafute sera, watafute mpango, wakuwe na maono ndio tuweze kushindana. Kwa sasa hakuna mashindano kwa sababu hawa watu ni bure sana. Amezungumza haya katika ziara yake kaunti ya Nyamira na Kisii akizindua miradi ya maendeleo. Frederick Wambua, Undugu TV.